chumvi ya mezani. Na meza nyingi za vyakula zimekuwa na huo utamaduni kwamba lazima kuna chumvi, sukari kwa pembeni. Kuna ile inayowekwa jikoni, lakini kuna hii ambayo mtu akiona ile ya jikoni haijatosha basi anaimimina na iongeza. Kabisa. Na moja kwa moja kwa njia ya simu tunasafiri mpaka pale Uzunguni jijini Dodoma, ambapo tunakwenda kuzungumza na daktari msomi mwanaharakati wa afya Dr. Gaudence Mathew kutoka pale katika dispensary ya Rakris ambayo iko pale Uzunguni jijini Dodoma. Dr. Mathew, habari za asubuhi? Habari ni nzuri kabisa, na watu wengine. Pengine kitaalamu kabisa katika masuala ya afya, wewe ni mbobezi katika eneo hili la afya. Kipi ambacho kipo kwenye chumvi, kiungo muhimu ambacho kila mmoja karibia anakitumia katika chakula? Kwanza kabisa chumvi ni kiungo muhimu sana katika mwili wa binadamu ambacho kinatumika kwenye chakula, na kila mtu anafahamu chumvi ni kitu gani. Chumvi imeundwa au imetengenezwa na kinachoitwa sodium chloride. Sasa hii chumvi tunayoitumia ina kazi nyingi sana katika mwili wa binadamu, kwa maana ndio inahusika na mchakato mzima wa uratibuji wa maji mwilini, uratibuji wa pressure ya mwili, uratibuji wa utembeaji wa damu na maji katika mifumo mishipa ya damu, pamoja na afya ya figo, afya ya moyo na afya ya ubongo kwa ujumla. Chumvi ilikuwa ikifanya kazi kubwa sana katika kuhakikisha hayo mambo yanakaa vizuri sana. Sasa katika yote haya ambayo yametajwa, inakuwaje sasa chumvi inakuja kuonekana ni changamoto katika afya ya binadamu? Kwanza kabisa ni swali zuri sana, na mojawapo ya kampeni yangu ni kuhamasisha watu wapunguze matumizi ya chumvi. Chumvi imekuwa ni adui ambaye ameachwa mtaani bila kuzungumziwa. Chumvi kwa binadamu inatakiwa kwa siku moja mtu asizidishe gramu 5 za chumvi. Na gramu 5 ya chumvi ni sawasawa na kile kijiko kidogo kile cha chai. Ni sawasawa na gramu 5 ya chumvi. Sasa mtu anapotumia chumvi ambayo haitazidi gramu 5 kwa siku, mtu huyo hawezi kupata maradhi yoyote. Kinachotokea ni kwamba unakuta ni mtu anatumia chumvi nyingi sana. Anatumia chumvi ambayo inazidi gramu 5, alafu pia chumvi mbichi, chumvi ambayo haijapikwa kwenye chakula. Sasa unapoingiza chumvi nyingi mwilini, huyo mtu atapata matatizo ya moyo, atapata matatizo ya figo, atapata matatizo ya ubongo, atapata matatizo ya mishipa ya damu na mishipa ya fahamu. Mtu huyo atapata matatizo ya upumuaji, na huyo mtu anaweza akapata stroke kwa maana ya kiharusi. Sasa ndio maana tunasema watu wasitumie chumvi kupita kiasi. Chumvi watu wanaiona kama ni kitu cha kawaida tu, kinapatikana kwa bei rahisi, lakini ni kitu hatari sana kama ukizidisha matumizi yake, ukizidisha kiasi cha matumizi ya chumvi kwa siku. Na ndio maana tunasisitiza ili kuondoa kuzidisha matumizi ya chumvi, watu watumie tu chumvi ambayo imepikwa kwenye chakula tu. Chumvi ambayo ipo kwenye chakula, chakula kina ile ladha ya wastani, na sio chakula ambacho kimezidi chumvi. Kwa hiyo unapotumia chumvi ambayo imepikwa kwenye chakula ambayo ni kiasi kidogo, unajiweka katika upande mzuri wa kuepuka kuzidisha chumvi katika matumizi. Kuna jambo gani la kiafya ambalo linatokea na kusababisha madhara kwa binadamu na hasa katika maeneo hayo ambayo umeyataja? Kwanza kabisa watu wajue kwamba unapozidisha chumvi sio kwamba utapata madhara hapo hapo. Yani swala la kupata madhara ni swala la mchakato ambao unaendelea ndani ya mwili kidogo kidogo. Jambo la haraka tu ambalo mtu ataliona endapo chumvi ikizidi ni kiu kuongezeka. Chumvi ikizidi mwilini huwa kiu ya kunywa maji inaongezeka. Kwa hiyo utaona huyo mtu atakuwa anakunywa maji mengi kupita kiasi. Labda hicho tu ndicho ambacho mtu anaweza akaona.
lakini swala la kwamba dalili za figo kupata shida, za moyo, za ubongo, za mishipa, sio mambo ambayo yataanza hapo mtu atakapokuwa amezidisha chumvi. Na kwa maana hiyo ndio maana tunawaambia watu wachukue tahadhari mapema, kwa sababu hayo madhara yakitokea ni kwamba ni mtu amekuwa anatumia hizo chumvi kwa muda mrefu, na huko ndani kushaanza kubadilika kwa muda mrefu, ndio maana madhara yametokea. Changamoto ni kwamba ni chumvi iwe imeshachanganywa tayari jikoni, kwa maana iwe imepikwa, au ni swala la wingi wa chumvi? Hapa imezungumzwa swala la chumvi mbichi. Lakini pia daktari akanatoa ushauri kwamba nzuri walau ni ile ambayo inakuwa imepikwa moja kwa moja kwenye chakula. Hasa kuna mbana anaweza kapika kwenye chakula lakini akaweka chumvi nyingi zaidi. Ndio, swala ni wingi, ni kiasi cha chumvi ambayo inatumika kwa siku. Kwa hiyo kwa nini tunasema watu watumie chumvi ya kwenye chakula? Kwa sababu tayari kwenye chakula kuna chumvi, alafu tena wewe tena ukitumia tena chumvi ya mezani, maana yake umetumia chumvi nyingi. Kwa hiyo tunapowaambia watu wafanye hivyo ni ili tu ile kupunguza kiasi cha chumvi ambacho mtu anatumia. Lakini kinachomata ni kiasi cha chumvi ambacho kinaingia mwilini kwa siku hiyo. Kuna yale matunda unakuta mtu amekata maembe yake na nini, akameka chumvi ya kawaida tu ambayo ni mbichi. Inawezekana isiwe na shida kubwa, lakini kikubwa ni kwamba atumie kiasi kidogo zaidi. Ni kiasi kidogo zaidi. Na unajua kuna chumvi ambayo ipo kwenye chakula, alafu na kwenye chakula kuna milo kadhaa ambayo mtu atakuwa anatumia, na yote inakuwa na chumvi. Alafu pia ukiwa unatumia karanga zenye chumvi, ukiwa unatumia mahindi yenye chumvi, yani kila kitu ambacho kina chumvi ukikitumia, ukija kujumlisha kiasi cha chumvi kwa siku, utakuta huyu mtu tayari ameshazidisha kiwango cha chumvi kwa siku. Ndio maana tunasisitiza sana watumie ambayo ipo kwenye chakula, ili tu kupunguza kile kiasi kisizidi mahitaji ya siku. Wewe anasema kaka zangu, kwa kweli utumiaji wa chumvi mbichi umekithiri sana huko vijijini kwetu, hususan kwenye chipsi za mihogo. Anasema anawaasa vijana wapunguze. Anaitwa Kawawa, yuko Mkorea Tandaimba, ameandika hivyo katika ujumbe ambao ametuandikia hapa studio. Asante sana. Basi ni vizuri sana mkipata elimu kama hizi kuendelea kuishikilia vizuri. Dr. Matthew amekuwa na kampeni zaidi pia akihamasisha watu kupima H pylori. Watu imekuwa ikiwachanganya hii H pylori kwamba hiki ndo kidude gani hiki na kinasababisha nini. Pengine walau kwa dakika 2 hivi zungumza na Watanzania wasikie kuhusu hicho. Nashukuru kwa fursa nzuri. Kwanza kabisa, huyu kimelea H pylori ni kimelea ambaye anasumbua watu wengi sana. Ni maambukizi kama maambukizi mengine yatokanayo na matumizi ya vyakula ambavyo si salama, vyakula vya baridi ambavyo vina huyo kimelea. Sasa unapokuwa na huyu kimelea, watu wengi wamekuwa wakipata homa ambazo hazieleweki, wamekuwa wakiumwa misuli, mifupa, kichwa, tumbo kuvuruga, chefuchefu, mtu wa kila kidogo anashiba haraka, kiungulia, choo kuwa kigumu au kuwa kilaini, kina malenda, na choo cha mtu mwenye H pylori hakiflashiki vizuri kwenye sinki, kinanata kwenye sinki. Na kinacho wafanya hawa watu wajisikie vibaya zaidi ni kwamba tabia ya huyo H pylori, watu wanaanza kuumwa ikifika jioni. Kila ikifika saa 11 na kuendelea, ndo homa zote zinaanza. Mtu anaenda hivyo analala na kuota mandoto ya ajabu. Asubuhi anaamka amechoka kama usiku hakuwa amelala. Sasa kwa kuwa watu wanapitia hali kama hizo, jamii yetu imekaririshwa kwamba kila kitu ni malaria, typhoid, UTI. Kwa hiyo watu wakiwa wanapitia hali kama hizo, wanakuwa wanatumia dawa za UTI, za malaria na typhoid kwa muda mrefu, na bado hali iko pale pale. Sasa kwa kuwa hayo ndo magonjwa ambayo jamii inayajua, ambayo ni makosa, wametibiwa kwa muda mrefu bila kupona, watu hao wanaanza kuhisi wamelogwa, wanaanza kuhisi kuna kitu kingine ambacho kinawasumbua. Kwa ndo maana watu wenye H pylori nawaambia, kabla ya kufikiria umelogwa, kabla ya kwenda kwa waganga au kwenda kupata maombi sehemu nyingine, hakikisha kwanza unapima huyu kimelea. Sababu ukiwa na huyu kimelea,
utahisi umelogwa, utapitia rangi zote za mateso na maumivu, na hasa jioni na asubuhi ndo mtu unakuwa unaumwa. Sawa, basi Dr. Gaudence Matthew kutoka Recris Dispensary pale Uzunguni jijini Dodoma, tunakushukuru sana kwa kupata nafasi ya kuzungumza nasi hapa. Bila shaka wakati mwingine itakuwa ni bora zaidi. Nakushukuru sana, karibuni sana wakati wote. Asante sana. Ni daktari msomi ama mwanaharakati wa afya, tukizungumza naye hapa kuhusu masuala mazima ya chumvi, lakini mwisho bana ni wito huu, hakikisha unapima H pylori. Inatisha kidogo. Rehema Sebabiri, pima H pylori. Hamna neno. Shekeli. Twende kwenye shekeli.